Unaishi na nani mwingine nyumbani? Na baba. Na nani? Na dadangu. Na dada yeye alikuwa hayupo wakati nani? Tena anaenda kanisani. Mwanamke mmoja ambaye jina lake limehifadhiwa, mkazi wa kijiji cha Msowelo wilayani Kilosa mkoani Morogoro, anashikiliwa na vyombo vya usalama kwa tuhuma za kumchoma moto mtoto wake wa miaka 10 sehemu mbalimbali za mwili wake pamoja na kumjeruhi sehemu za mikono yake. Tukio hilo limetokea Machi 4, 2025. Mtoto huyo ambaye pia jina lake limehifadhiwa amefanyiwa kitendo hicho na mama yake mzazi, akimtuhumu kuwa na tabia ya kudokoa mboga. Hayo yamebainishwa na mkuu wa wilaya ya Kilosa Shaka Hamdu Shaka alipofika kijijini hapo kwa lengo la kumjulia hali kijana huyo. Tukio hili la ukatili wa kimwili ambalo amefanyiwa mtoto wa miaka 10, jina lake bado tunalihifadhi, ambaye amechomwa moto sehemu za mdomoni, lakini vile vile sehemu za mikononi, amepigwa na kujeruhiwa sehemu za mikononi na mama yake mzazi, kwa tuhuma za kwamba mtoto huyu amekuwa na tabia ya kudokoa mboga, ambapo mama ambaye XX ambaye anatajwa kufanya ukatili huo wa kimwili tayari anashikiliwa na jeshi la polisi kwa ajili ya hatua nyingine. Na hapo nyuma matukio haya yalikuwa ni mengi sana kwa wilaya yetu ya Kilosa, lakini tunashukuru kutokana na jitihada mbalimbali ambazo zimefanywa na taasisi za serikali, lakini na mashirika yasiyo ya kiserikali ya kutoa elimu pamoja na hamasa kwa wazazi pamoja na makundi ya kijamii, kwa kiasi fulani matukio haya yalipungua. Hii sasa hivi yanaonekana kutaka kujirejea kidogo kidogo. Wito wangu ni kuwaomba wakina mama, wakina baba na jamii kwa ujumla, kwanza kuwa na mioyo ya imani na huruma, lakini kuwa na mioyo ya upendo. Haya matukio hayajengi zaidi ya kuwaumiza watoto hawa kuathiri kisaikolojia, lakini vile vile haya matukio yanatupunguzia upendo katika jamii, upendo wa kifamilia, upendo wa mtoto na mzazi, kwa sababu unapomfanyia mtoto tendo kubwa kama hili ambalo hawezi kusahau kwenye maisha yake, ujue tu kwamba kadri ambavyo ataendelea kukua ndivyo ambavyo pengine linaweza likamtengenezea chuki baina ya mtoto na mzazi wake. Sasa hatupendi jamii ifikie huko, na huo ndio mlango wa kufungua pengine mambo kombele ambayo hayana mustakabali mwema na jamii yetu. Kwa hiyo niwaombe sana wakina mama, ile mioyo ya huruma, upendo itawale katika familia zetu. Lakini bado tumeendelea kuwapa elimu wakina mama, hata wanapoona watoto wamewashinda, tumekuwa tukielekeza wawasiliane na maafisa ustawi wa jamii kwa ajili ya kuwasaidia, kama ni masuala ya counseling au masuala ya kuwapeleka kuingiza kwenye outreach program. Tuna outreach program sasa hivi ambazo zinagusa moja kwa moja masuala ya udhalilishaji na unyanyasaji wa kijinsia, lakini zinagusa moja kwa moja katika kusaidia malezi, na tunashukuru zimekuwa na matokeo chanya. Sasa wajibu wa wazazi pale ambapo wameshindwa kutumia hizi fursa ambazo zimewekwa na serikali, na tumefanya hivyo makusudi baada ya kuona matendo haya ndani ya wilaya ya Kilosa yalikuwa yameshamiri. Miaka 2 iliyopita kulikuwa na kesi nyingi za udhalilishaji na ukatili wa kimwili ndani ya wilaya yetu ya Kilosa. Sasa baada ya kupua kidogo, yanaonekana kujirejea siku hadi siku. Ndani ya siku 3 hizi kumekuwa na matukio kama 2 makubwa ambayo yamejitokeza. Hili la huyo mtoto ambaye amefanywa ukatili wa kimwili, la kuchomwa sehemu zake za mdomo kwa madai hayo ya kudokoa mboga, lakini vile vile kumekuwa na tukio jingine la vijana 2 nao kujeruhiwa na kufanywa ukatili wa kimwili. Kutoka mkoani Morogoro, mimi ni Jackson Johnny.